mambo mengi sana. Yani dunia sasa hivi kwa kweli, yani hata ukisema ujadili mpira, unaweza ukajadili mpira dakika 5, ukigeuka kwenye habari ukakutana na kile ambacho kinaendelea kati ya Irani, Israeli na Marekani. Kwanza mpaka leo tumefikia wapi mchambuzi? Bado tulipofikia sasa hivi ni dunia imeingia kwenye shida kubwa ya nishati. Vita hii ambayo imekuwa ni vita kubwa duniani sasa hivi inaenda kuathiri swala zima la nishati. Na hapa namaanisha nishati ya gesi pamoja na mafuta. Unafahamu kwamba takriban 45% ya nishati yote imekuwa ikitokea Mashariki ya Kati. Na sisi kwa mfano ukanda wa Afrika, nchi nyingi za Ulaya zimekuwa zikitegemea nishati hii kwa ajili ya matumizi yao ya uzalishaji na matumizi yao ya nyumbani. Kwa sasa vita ambavyo vimepelekea mifereji mbalimbali ya kimataifa kufungwa imeweza kusababisha shida kubwa ya nishati ya kimataifa. Na tumeona vile vile hata hapa nchini Tanzania kwamba serikali sasa imeamua kuweka mkakati madhubuti mwisho wa siku sasa kuweza kuja na mkakati wa kuweza kuhifadhi mafuta kama tulivyosikia Mheshimiwa Rais. Lakini vile vile katika nchi za Ulaya nishati imepanda takriban 65% mpaka jana. Ambao wenyewe zaidi ni gesi. Kabisa, wao zaidi ni gesi. Na hoja kubwa sasa hivi ni kwamba sasa katika mataifa ambayo yamekuwa yakimiliki nishati sasa yamekuwa yakiombwa. Na inashangaza kwa mfano sasa hivi nchi kwa mfano ya Urusi ambayo imekuwa na vita kubwa ya Ukraine na nchi za Ulaya zimekuwa zikisupport Ukraine, wanamuomba Putin vile vile aweze kuwauzia gesi. Unafahamu Urusi mashirika yao makubwa kwa mfano Gazprom ya shirika moja la Urusi limekuwa likiweza kuuza gesi na mafuta duniani. Kwa sasa namna gani mataifa ambayo yamekuwa yana rasilimali muhimu inakuwa sehemu ya msingi ya kuweza kuhudumia sasa dunia. Sasa unafahamu vita inaendelea na diplomasia imekuwa ikichukua nafasi zaidi sana mazungumzo, lakini uwanja wa mapambano umekuwa vile vile ni sehemu ya msingi. Kwa hiyo kuna mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea katika Umoja wa Mataifa kuangalia hali ya msingi ambayo imekuwa ikiendelea na wale ambao wanaitwa P5, wanaita P5+1, yani mataifa 5 ya Umoja wa Mataifa ukiongeza vile na Umoja wa Ulaya wamekuwa kikao kizungumza kuweza kujadili hali ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa kweli sasa hivi tumeingia katika namna gani sasa swala zima la nishati ndio imekuwa agenda. Namna gani nishati ya mafuta itasafiri kutoka Mashariki ya Kati katika mlango bahari wa Hormuz kuelekea katika Bab el-Mandeb, lakini zaidi sana katika kupita katika pwani ya Igad, Suez Canal mpaka katika maeneo ya Cape of Good Hope. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu ya msingi zaidi sana namna gani watu waweza kukaa kujadili mikakati, mipango, vipaumbele ili mwisho wa siku chumi za mataifa ziweze kuwa sehemu ya msingi kuhakikisha kwamba sasa watu wana ustahimilivu, sababu nafahamu nishati ndio imekuwa driver wa uchumi wa kimataifa kabisa. Wengi tumekuwa tukizungumza kuhusu suluhu. Suluhu inapatikana wapi? Kwenye diplomasia. Hali ikoje kwa sasa? Hali ya kidiplomasia duniani. Diplomacy ndio inaamuaga mustakabali wa huyu, kama huyu kamshambulia huyu, tukikaa mezani, huyu nafasi yake ilikuwa hivi. Diplomasia inatakiwa izungumze, diplomasia inatakiwa ilete majibu, hasa mahusiano ambayo yanahusisha mipaka, yani nchi na nchi, hapa na hapa. Ina nafasi gani kwenye kutuliza hili? Cha kwanza tulipofikia hapa ni kwamba diplomasia imeshindwa. Kwa sababu paka nchi zimeamua kushambuliana, maana kwamba diplomasia imeshindwa. Mazungumzo hayajafua dafu. Mazungumzo hayajafikia katika mwafaka. Kwa sasa na ukifanya vile vile uchambuzi wa hali ambayo inaendelea ni kwamba kuna baadhi ya mataifa wamepoteza viongozi. Kuna baadhi ya mataifa wamepoteza kambi za kijeshi. Kuna baadhi ya mataifa yamekuwa yakipoteza rasilimali muhimu ya watu na mali zao. Kwa sasa diplomasia imeshindwa kuchukua nafasi, na kwa sababu kila nchi na majibu yake mfukoni. Ukutazama kwa mfano sasa hivi Irani wanachotaka wanataka kuweza kulipa kisasi. Kwa sababu wanajenga hoja kwamba tulikuwa kwenye meza mazungumzo lakini tukashambuliwa, tukapigwa, na baya zaidi akalengwa kiongozi wetu mkuu kumtazama, ambaye ndo amekuwa ndo amiri jeshi mkuu. Kwa sababu tunapozungumzia Ayatollah Khamenei, huyu ndo alikuwa ni amiri jeshi mkuu wa nchi ya Iran. Ukiacha kwamba ana cheo hicho cha Ayatollah ambao tunasema ni supreme leader na cheo cha kidini, lakini still bado ndio alikuwa ndo commander in chief, amiri jeshi mkuu wa nchi wa Iran. Kwa hiyo hata vikosi ambavyo vilikuwa vikimuunga mkono kuanzia jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, kikosi cha kulinda mapinduzi IRGC, idara ya usalama, idara kwa mfano ujasusi, zote zimekuwa sehemu ya msingi kuhakikisha kwamba sasa tunaendeleza kulipiza kisasi dhidi ya upande mwingine. Lakini kwa upande wa washindani wao
Marekani na Israeli wameendelea kujaribu kushambulia maeneo nyeti ya kimkakati. Kwa mfano tumeshuhudia wameendelea kushambulia kwa mfano maeneo ya Navi katika nchi ya Irani, wameendelea kupiga zile idara muhimu kwa mfano ya ujasusi, usalama, ulinzi na kuweza kuwa target kikosi cha ulinzi cha mapinduzi IRGC. Kwa kweli diplomasia mpaka sasa hivi haijafikia nafasi, kwa sababu mazungumzo yalishindwa Omani, mazungumzo yalishindwa kule Geneva, mazungumzo yakashindwa katika Umoja wa Mataifa, na tukashuhudia baadhi ya mataifa yakavuka mipaka na kwenda kushambulia maeneo mengine. Sasa ishashindwa, lakini kuna nafasi nyingine. Maanake sasa hivi dunia inasihi watu wakae mezani wayazungumze. Kila mtu ana wish wakae mezani wayazungumze. Ndio njia pekee iliyobakia salama. Maana njia ni hizo. Hii ya kuendelea kufuana, mshindi apatikane, aliyeshindwa ashindwe. Lakini sasa kwa bahati mbaya ina athari kubwa wao, lakini athari zinakuja kwa dunia nzima. Wote tunapata madhara ya hiyo. Sasa hapa mezani nani anatakiwa kuwakalisha hawa? Kabisa, na hiyo ndio imekuwa ni hoja kubwa zaidi. Nani anaweza kusizi? Nani anaweza kuwa ni trust mediator? Nani anaweza kuwa ni mtu ambaye msuluhishi ambaye anaaminika? Kutazama wakati ameweza kaunganisha kati ya pande mbili ambazo kimsingi zimekuwa zikigombana. Sasa vile vile katika hii dhana ya usuluhishi sasa ni kwamba itategemea vile vile na malengo, kwa nini tumeingia vitani. Kwa sababu kumsikiliza Netanyahu kama amekuwa na lengo zaidi la kujaribu kuondoa utawala mzima wa Tehran, au kama vile kinachoitwa kwamba kuhakikisha kwamba nchi inakuwa ina paralyze, kwake itakuwa ni ushindi mkubwa wa kisiasa, kwa sababu tunafahamu moja ya malengo makubwa ya kuanzishwa taifa ni kutengeneza chaos, kutengeneza machafuko, kutengeneza matatizo Mashariki ya Kati, kwa sababu kunapokuwa na chaos Mashariki ya Kati, wao kwa wanakuwa na survive zaidi. Lakini kunapokuwa nchi zinajijenga, nchi zinakuwa zina utulivu wa kiuchumi, wa kisiasa na kijeshi, kwao wanahisi kama ni matishio. Kwa hiyo kwa Netanyahu lengo lake ni kujaribu kuhakikisha kwamba wanaenda kuondoa utawala mzima wa Tehran. Na hiyo kwa mfano imethibitika katika maeneo ambayo kimsingi waliyashambulia. Walishambulia ofisi ya mkuu wa nchi Ayatollah Khamenei, wakashambulia vituo vya kinyuklia Natanz, Fordo na Isfahan, wakashambulia idara ya usalama, wakashambulia idara ya ujasusi kali sana, wakaenda kushambulia na kuwalenga viongozi wa diplomasia na makamanda wa kijeshi. Kunaona kabisa kwamba lengo lilikuwa ni kudestroy structure nzima ya leadership ya Iran. Lakini kwa upande wa Marekani, tunafahamu kwamba wao wamekuwa na maslahi makubwa katika eneo Mashariki ya Kati, kwa sababu wao katika maslahi yao makubwa ya geopolitiki ni kwamba ni kuhakikisha kwamba ile global order, yani adabu ya kimataifa inaikuwa inaongozwa na wao. Kwa upande mwingine sasa tukiangalia katika swala zima la athari, vile vile mataifa kwa mfano kama ya China yataathirika, kwa sababu mataifa kwa mfano ya China alikuwa anategemea zaidi mafuta ya Irani na mafuta ya Venezuela, na yote kutazama alikuwa yananunuliwa kwa sarafu ya yuan. Kwa vile vile ni kama kuna maslahi makubwa ya kiuchumi ambayo kimsingi yamekuwa yakilindwa. Kwa sasa malengo ya kuwaita kunemeza mazungumzo itategemea na malengo ya kila upande. Iran wanataka nini? Kwa mfano, Marekani wanataka nini? Na Israeli wao wamekuwa wakitaka nini? Vile vile unatajwa Umoja wa Mataifa ambao kutazama watu ambao wapo na Umoja wa Mataifa ndio watu ambao wameanzisha vita vile vile. Kutazama. Kwa hivyo inakupa question mark kwamba okay, Umoja wa Mataifa unaweza hivi kuwa suluhu? Kwa sababu hiyo Marekani ambaye ameanzisha mashambulizi, wamefungamana nao, wao ndio sehemu ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na wanakula turufu. Kwa mfano, hao China, Urusi kutazama wamekuwa passive. Kwa kwamba wamekuwa ni watu ambao wamekuwa wakitoa matamko. Lakini ukitazama kwa mfano Irani, hata balozi wao Umoja wa Mataifa amezungumza kwamba amesema kwamba wao wameshambuliwa na wanachokifanya ni kujaribu kulinda nchi yao, kulinda mipaka yao, zaidi sana kulinda utawala na uhuru wa kujiamulia mambo yao. Asante sana. Aneseti anasema sasa hivi kila sehemu anasikia mambo ya Irani, lakini anasema ngoja nimsikilize huyu mchungu, yeye ananijuza vizuri, maana akichambua anaona ni kama movie. Big up kwa mchungu. Yuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube at East Africa Radio. Anaitwa Aniseti Andrea Bashangi, anaendelea kupata madeni hayo. Afrika tunafanya nini? Afrika sisi tumekuwa ni wahanga wa mitafaruku ya kimataifa, kama unafahamu. Tumekuwa ni wahanga wa nchi wa vita kwa mfano vya Ukraine. Tumekuwa ni wahanga wa mitafaruku ya kimataifa. Kwa mfano tulikuwa wahanga kuna vita mwaka 1973 ambao kimsingi ilipelekea mtafaruku mkubwa sana wa kiuchumi miaka 80. Kwa hata hiki Afrika tutaendelea kuwa wahanga, kwa sababu kama nilivyosema kwamba kwa mfano
katika nchi ambazo zimeshambuliwa Mashariki ya Kati, nchi 8, UAE, Saudia, Qatar, Bahrain, Kuwait. Ukitazama hizi nchi, kumbuka zilikuwa zina mikataba ya kiushirikiano, tunaita bilateral negotiation dhidi ya nchi za Kiafrika. Kwa hiyo hata wao sasa hivi wamebadilisha vipaumbele, kwa sababu tuwezi kutoka kupeleka msaada wakati sisi tuna vita, tupo vitani. Kwa hata wao vipaumbele vya kiuchumi vimebadilika. Kisa sana, unafahamu kuna watalii wa nchi za Kiarabu wamekuwa kija Afrika, maka ni kwamba usafiri wa ndege wa anga umesimamishwa, kwa hakuna watalii ambao watoka Mashariki ya Kati kuja katika nchi za Kiafrika. Kwa hiyo ile foreign currency, yani kupata fedha za kigeni, nchi za Kiafrika zitapata changamoto. Na kama unafahamu kwamba tumekuwa tukitegemea utalii, lakini zaidi sana kufanya biashara ya kimataifa, international trade, katokesha kwamba tunaweza kupata hifadhi ya fedha za kigeni. Kwa hiyo athari za kiuchumi ni kubwa, athari za uwekezaji, mikataba ambayo kimsitu umeingia, lakini zaidi sana nishati ambayo imekuwa ni drive ya uchumi katika kuonesha viwanda, maisha ya mtu mmoja mmoja, kuamua gharama za maisha. Lakini zaidi sana mifereji ya kimataifa ambayo imekuwa sehemu msingi ya usafirishaji, biashara, uchumi, na kuweza kuinua uchumi wa kitaifa kwa kwamba national income na uchumi mtu mmoja mmoja. Wakati nazungumza na mtu mmoja akaniambia vita vipi hivi, tukisema tufanye analysis ya status yake, tulivyokuwa tuna report weekend, vita ilivyoanza mpaka leo, vita inaenda imeshafika kwenye peak, inarudi chini. Maana sasa hivi we are speaking more about report huyu mpaka sasa hizi amekufa, walikufa. Vita ni kama ina cease au kuna mtu anajiandaa mashambulio yaende. Hapa current tujasikia milipuko mingine mpya kabondwa huku. Ndio tayari vita ishafika kwenye peak, inarudi au moto bado wawaka. Status ya vita iko. Sasa kwanza muulizo swali zuri sana Kisa. Na hapa sasa lazima uweze kuelewa dhana ya conflict na conflict resolution. Hii vita ilianza kwa maneno. Kwa maana kwamba pande mbili zilikuwa zina antagonist. Lakini sasa kumbuka walikuwa katika dhana ya dispute. Walikuwa katika dhana ngoja pole antagonist postixik ni what mambo hayo nini? Ushirikiano wa pande mbili unaweza ukawa ushirikiano mzuri au antagonist. Ushirikiano ambao tunasema una nini? Una changamoto, una uhasama. Sawa? Lakini katika vipaumbele ambavyo walikuwa navyo, maana ni kwamba watu walikuwa na dispute. Sasa dispute mnaweza mkawa na misunderstanding. Kwa mfano wewe na mtei mna amuelewani, lakini hamjachikana mashati, hamjapigana, vitu vinaenda mnaongea, lakini wewe na mtei ampendani, which is true. Sasa tuambie hapa ampendani au nataka kubisha wewe na mtei mpendani kabisa, ila maisha yanaenda. Kwa hiyo tunasema sana kwenye maisha kweli. Kwa hiyo mnasema mna dispute, sawa? Mnaenda mnaongea pamoja, tunaenda kula pamoja, mnapanga kipindi, lakini mna antagonist kwamba mimi nikimwangalia Kisa nasengua, naftali tunapata pamoja na kila kitu. Sasa ikifikia hatua wewe na Kisa mmeshikana mashati, hiyo sasa huo usema umetoka kuna dispute umeenda kuna conflict. Kwa conflict is a highest stage of dispute. Una kwamba sasa ile kutoelewana kumefika katika hali ya juu. Sawa, ya kuonyesha nini? Uvumilivu haupo tena. Sasa hapo utaona kwa mfano sasa huku kuna dispute, kuna vikwazo, tunakutenga, hatuna ushirikiano wa kibalozi, mkiandaa alfa zenu si hatuji, tunawasema vibaya. Lakini sasa kuna conflict, sasa ndo mapambano nini ya silaha. Hapo ndio tunasema ndo highest stage. Kwa hiyo swala lako na msingi ndio nakwambia ni swala la kitaalamu. Hii vita imetoka kwenye antagonist, kuna dispute imeingia kwenye conflict. Na huo uhusiano unakuja hata kwenye maisha ya kawaida. Wewe na jina lako pale mzungumzi, hamjaweza kupigana, lakini siku mkianza kupigana mmetoka kwenye antagonist, mlikuwa kuna dispute, sasa hivi kuna conflict. Kwa hiyo conflict ni manifestation, yani conflict ni udhihirisho wa dispute. Sasa hii ni shule sasa. Umetoa dispute, Exodia anatoa macho, anaona anakunja sura, yani kama unampenda. Nimemuelewa, lakini hatupa mifano mipesi, hatua za migogoro kwamba unaanzia wapi mpaka mkishafikia sasa. Kwa hiyo ikishafika kwenye uhasama, yani ikishafika kwenye conflict kama hivi kwenye vita, kwenye falsafa
wanazungumza kwenye mahitaji ya binadamu yakifika juu zaidi yale anayohitaji, hata uwezo wake baadaye unaanza kurudi chini kutafuta vile alivyoanza. Yani mwanzoni alikuwa anatafuta amani tu, kinapo katikati kwenye kutafuta maisha akawa hataki amani, yani yuko tayari atafute hela kwa nguvu yoyote. Lakini baadaye kishafika kwenye climax, kishapata kila kitu, then anaanza, unakuwa huna kwingine kwa kwenda, kwa unaanza kurudi kutafuta vikundi vya ujirani mwema, unataka kutoa misaada, unataka kukaa na watoto yatima hivyo. Sasa kwa level iliyofika mgogoro, nauliza kwa hoja kwamba dunia, wachambuzi wa mchongo kule Instagram na kina Kisa, yani ambao tunachangia tu, walikuwa wanaona kama hii inakuja kuwa vita kubwa zaidi ya dunia, kwa sababu ulikuwa unaona Putin anatoa neno, unamuona Kim Jong Un picha zinasambaa, hatujui kama ndo za current. Kwa tunaona kama kuna mataifa makubwa ambayo ni giant kwenye mambo ya kupigana kama wanaweza kuingia kwenye vita. Ndo msingi wa swali langu. Tulipofika tunaweza kutegemea kwamba battles zinaweza kuwa kubwa zaidi, au tayari tushalia msiba, tunasubiri kwanza kurudi chini? Nimekuelewa. Sasa kwa hali ilipofikia, anachokifanya Iran vile vile ni kuwataka wapinzani wake wakae kwenye meza mazungumzo. Maana ni kwamba sasa anavyoshambulia zile kambi za kijeshi, maana ni kwamba watu wanapata hasara. Dunia sinaumia sasa hivi, watu wanajipanga kuhusu mafuta, kuhusu gesi. Kwa hiyo Iran anataka kushape public opinion ya dunia kwamba jamani, amefanikiwa kwamba anapoipiga Qatar, UAE, Saudia, Bahrain, maana ni kwamba sasa anawataka wapinzani wake ambao kumbuka na maslahi kule waje kwenye meza ya mazungumzo, ambao angeweza kusema anamdungua Israeli tu mfululizo. Yes, lakini ameamua kuitikisa dunia, kuitikisa kanda. Kwa anavyoitikisa kanda, maana ni kwamba hapa mafuta ya piti, nimeziba mfereji wangu, mafuta yaendi. Sasa vile vile kuna uhusiano, lazima angalie wewe una nini ambacho mwenzako hana, ambao inaitwa power politics sasa. Yes. Okay, kisa na nini mteiana, mchungu na nini kisa ana. Kwa hiyo pale unaangalia kwamba okay, Iran na nini, Iran anamiliki mlango bahari wa Hormuz. Huu una faida gani? Unapitisha mafuta. Okay, Irani yupo majirani na nani? Na Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait. Okay, nikizipiga hizi wapinzani wangu wanapata hasara gani? Wanaharibika mfumo wake wa kimataifa, mfumo wao wa uwekezaji unaharibika. Maana ni kwamba mwisho wa siku hasara ikiwa kubwa, wa Marekani watasema tukae kwenye meza mazungumzo. Sasa hapa basi tuweke silaha chini. Sasa maana ni kwamba kila taifa linakuwa lina kitu ambacho mwenzake hana na anakihitaji kutoka kwake. Nazungumza hapo kwa imetafutwa suluhu kwa muda mrefu. Katika suluhu imetafutwa ni kwa hapa kwa miaka hivi karibuni, kiachana na Palestine na Israel. Imetafuta suluhu ya Ukraine na Urusi. Marekani akaenda, Donald Trump akakutana nao. Sasa tunaenda kusitisha vita. Sasa Umoja wa Mataifa sasa hivi tunaingia watu wa Ulaya wenyewe wakakaa Ufaransa sasa. Lakini mpaka leo tunavyozungumza hatuna majibu kamili kwamba vita imeisha. Sasa haya mazungumzo ambayo tunasihi yakae mezani yanaweza kutuliza vita au kumaliza mgogoro? Haya mazungumzo yata minimize, sawa, hii vita hayatapunguza, kwa sababu swala la msingi bado halijatatuliwa. Na hii swali lako linajengwa katika mzozo kwa mfano wa Gaza, mzozo wa Kongo, Ukraine, Iran. Yani kinachofanyika ni kama ni kuminimize zile yale malalamiko au zile hali mbaya, lakini mzozo unakuwa fanyaje? Kwa hiyo sasa mwisho wa siku hii mizozo itapoa, lakini mbele ya safari tutaishuhudia, kwa sababu chanzo cha mzozo chenyewe hakijatatuliwa. Kwa Irani wao wanaona kwamba hawa wamekuja kuharibu kanda yetu. Kwa Israeli wanasema kwamba hawa wakiwa na bomu ya nyuklia watatumaliza. Kwa Marekani wanasema kwamba tukiacha kanda Mashariki ya Kati, sisi uwepo wetu wa nguvu utakuwa hauna maana. Kwa maana ni kwamba kila mtu ana maslahi yake ambayo sio kitazama inakuwa yenye utata ambao ni paradox. Lakini vile vile kwa kinachoendelea tukiweza kutabiri, kwa sababu mchambuzi mzuri lazima anaweza kutabiri. Yes. Ukiangalia sasa vile vile na ukisoma tafiti inakuonyesha kwamba dunia imeingia kwenye hali mbaya sana. Hali mbaya ya ukosefu wa usalama wa kimataifa ambao inaitwa ni global insecurity. Kwa maana kwamba sasa ukitazama kuanzia kwa mfano kuanzia Kongo, nenda Afrika ya Kati, nenda pembe ya Afrika IGAD, nenda kwa mfano kanda ya Sahel, nenda Libya, sawa, nenda Palestine, nenda kinachotokea kwa mfano kule Amerika Kaskazini na Amerika Kusini. Tazama kwa mfano Ukraine, inaonyesha kwamba dunia imeingia katika global insecurity, yani kuna ukosefu wa nini? Wa usalama wa kimataifa.
Kwa maana mwisho siku sasa ni kwamba mizozo kimataifa inavyoendelea, changamoto zake zinakuja mbili. Cha kwanza, mataifa yanaongeza uzalishaji wa silaha. Tumshuhudia kwa mfano Ufaransa anasema na yeye sasa hivi anaenda kuongeza kuzalisha nuclear bali katika mkakati wa kujilinda. Kwa ile global arms race, yani uongezaji wa silaha za maangamizi unaongezeka. Utazama. Kwa sasa kama zinavyosema tafiti za Global Security Index kwamba kuna mizozo zaidi ya 80 ambayo inatishia na ni mengi kuliko vita ya kwanza dunia au vita ya pili dunia. Kwa hiyo anasema kwamba tunaishi kwenye kipindi cha tofauti zaidi. Basi nimekuona anaitwa Kirogi anasema umezungumza vizuri mchambuzi kwamba Iran anataka kupata anachokitaka nini. Haya, mjibu huyu kama hakupata nafasi ya kusikiliza mwanzoni. Najua umefanua zaidi chanzo cha mgogoro na nani anataka nini. Haya, kwa kifupi mkumbushi. Yes, Irani kama tunafahamu kwamba Irani anataka kwanza ni uhuru wake kama taifa wa kutochaguliwa nchi ya kufanya wa kupangiwa nchi ya kufanya, lakini zaidi sana sasa inajengwa na lazima iweze kuwa na ushawishi. Sasa mpango wa Irani Mashariki ya Kati kuweza kutochaguliwa cha kufanya inapelekea antagonisti, yani uhusiano mbaya dhidi ya Israeli, kwa sababu lazima Mashariki ya Kati lazima kuwe kuna kitu kinachoitwa balance of power, yani hakutaki kuona wakubwa wawili. Yani Israeli lazima awe mkubwa peke yake kuliko Irani. Kwa hiyo unafahamu mafahari wao wanapokuwa sehemu moja hawakai zizi moja. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba ni kila taifa linajitumua kwamba liweze kuongoza heshima ile global order Mashariki ya Kati. Kwa hiyo hoja hapo ni ushawishi. Nani aweze kuwa mkubwa kuliko mwenzake. Basi ni 1:57. Asante kwa kuendelea kufuatana na sisi. Bila shaka unaendelea kupata kila siku kitu kipya kuhusu hili ambalo linaendelea duniani, kwa sababu ndilo kubwa linalojadilika kwa sasa duniani.